Tuende kwenye hii masala ya ndoa ya wakala. Niaba yani. Niaba na. Hii ndoa hii sana sana huwa haziko lakini zinapatikana. Kweli. Je, shekhe, kwanza hizi ndoa hizi kwanza sheria inaruhusu? Ndoa za wakala. Naam. Bismillah. Ndoa za wakala vitabu inaruhusu. Wakala ni mtu kukuwakilisha. Walii, wewe Sheikh Makoroma una mtoto wako wa kike sasa ataka kuolewa. Wewe ndio walii. Naam. Mimi ni kadhi naozesha. Nitakapokuja kuozesha mimi nakuwakilisha wewe. Naam. Ili kusema kwamba nimekuozesha nani kwa idhini ya wali wake. Wali ni wewe. Naam. Kwa hivyo mimi nimetamka tu, na wakala ni kitu ambacho kwamba kimeruhusiwa katika sheria, katika mambo ya kufungamana, katika biashara. Nenda bwana kawakilishe biashara yangu. Kwa hivyo ni vitu vimeruhusiwa. Na ama katika ndoa, mimi mume nataka kwenda kuoa, niwakilishe mwenzangu akaniolee mke. No. Lipo pia vile vile. Lipo. Lipo. Kwa hivyo ni jambo maadam ndoa itakuwa imetimiza sharti zake, basi ni ndoa inafaa. Kwa nini kuuliza hivi Sheikh? Naam. Nimeuliza hivi kwa sababu ili tujue sasa kama inafaa ni sheria. Tujue kwamba je, ni wakati gani ambapo kuna vigezo ambavyo inafaa katika ndoa hii ya wakala kwamba inaweza kupita, na ni kwa nini ipite wakati yule bwana harusi mwenyewe atakuwa kama yuko, lakini kwa nini ichukue jukumu la kupita wakati anaweza hata kama kwa safari yake anaweza kuja kuoa? Ni hali gani Sheikh? Jambo la kwanza mpaka tujue kwamba ni yule bwana harusi akubali kuwakilishwa. Akubali, hiyo ndio sharti la kwanza. Sio sisi tujifanye mambo yetu kwamba yeye hayuko radhi, lakini sisi tutakuolea bwana huko. Hata kama ni mtoto wako. Brother yako yuko ataoa bwana, wewe ukija huko mkeo tayari. No, mpaka akubali kwamba mimi, kwa sababu kuwakilisha ni mtu ima we safari, yuko mbali. No. Yuko Qatar, yuko Saudi Arabia fanya kazi. Nafikiri ndege juzi zilizuiliwa na kwa sababu ya vita. Mwenyezi Mungu atoafu na hivyo, aondoe vita. Sasa ikawa sasa safari haziji. Hapa sasa bwana harusi atoe ruhusa. Jamani msio na lazima mimi kuhudhuria. Yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe. Hiyo ndoa brother yangu ataniwakilisha huyo kadhaa hapa. Au bwana harusi awe na maradhi ambayo kwamba yatamzuilia siku ile kuhudhuria ile ndoa. Akikubali kwamba ndoa hiyo ifanywe siku leo, lakini fulani atawakilisha. Au bwana harusi awe ni mwoga. Unajua kuna watu wengine ni waoga. Kweli. Mbele za watu ile kuulizwa tu, je, umekubali kumuoa Fatima binti nani kwa idhini ya wali? Pia yeye atetemeka. Aweza kusema maneno hovyo akasema ndio nimekubali kuolewa. Na pia anaweza kumwozesha wewe kadhi. Aweza kuwa nimekubali kukuoa. Naam. Sasa amwambia nimekubali kukuoa wewe kadhi au mimi kuolewa. Hivi vitu visilete sarakasi tena kwenye ndoa. Aweza kusema bwana nenda kaniolee, mimi nangoja mke hapa. Kwa hivyo ni miongoni mwa sababu hizi ambazo kwamba bwana harusi anaweza kuwakilishwa. Sasa mbona kuuliza hivi? Naam, Sheikh Makidudu, kuna baadhi ya wazazi wanachukua jukumu kwa sababu anakuambia mimi nishalika marafiki zangu na hiyo siku ikipita wajua itakuwa kwangu, itakuwa imenitia hasara mimi. Subhanallah. Naam. Kwa hivyo wewe madamu ushakuzaa na uko Oman, acha ndoa ipite, acha ndoa ipite kwa sababu mimi nimejiandaa huku, nimealika watu, na mimi kama ni masala ya chakula mimi nimesimamia kila kitu. Kwa hivyo wewe tulia huko. Sasa kuna baba wengine wajua Sheikh wako hivi. Ni makosa. Ni makosa. Tumesema mpaka mwenyewe kuoa aridhike. Naam. Lakini hapeleki kwamba kwa sababu ni baba yako nataka kukubali hivyo. Lazima. Sheikh, hapa ndoa itaswihi, lakini kuna madhara yaweza katokea, kwa sababu tutasema ndoa hii sio vizuri kuifanya hivi. Kwa nini? Kwa sababu mbona ndoa tutazitia nimejiandaa? Yani katika ndoa kuna maandalizi gani zaidi ya akdi nikah? Nimekuozesha, nimekuoza fulani, zaidi ya hili kuna lipi? Mbona tena nimejiandaa, nimefanya maandalizi, nimealika watu, lipi sasa? Sasa hii ni masala ya kuonyesha watu wengine kwamba mimi na mimi na hii Sheikh, kama ulivyozungumza kwamba wakati bibi harusi ameolewa, kwanza yule wakala aliyewakili huwa anamwacha pale yule bibi kabisa.
Alafu pili, bibi ana tamaa ya mume, ameachwa hapo. Ameachwa hapo pamoja na mapambo yake. Kabisa. Na bibi akipamba huwa yuko tayari na hali fulani. Kila kitu. Kwa hivyo ameachwa pale pale ndani ya chumba, yule brother yule bwana harusi mwenyewe ambaye yuko nje, yuenda zake. Alafu jambo la pili, kama tulivyozungumza, kwa mfano kuanguke zahama yoyote pale. Yule bibi apatwe na madhara, Sheikh. Na ni mke wa mtu. Na ni mke wa mtu. Mwenyewe hayupo. Nani atasimamia madhara yale, Sheikh? Sasa ndio tukasema mpaka bwana akubali. Akikubali yale yote yanamrudia yeye. Lakini sio kulazimishwa. Akilazimishwa itakuwa ni matatizo. Na nakwambia kuna hatari nyingine. Kuna uwezekano bwana harusi aje amkataa yule mke. Haya, akishamkataa kuna uwezekano kabisa ampata talaka moja kwa moja. No. Itakuwa sasa baba umehasirika mara mbili. Kwa hivyo masala Sheikh yaingia akilini kwamba baba aseme ndoa lazima ipite siku ile ile kwa sababu mimi nimeelika, ikipita siku hiyo nitakuwa nimegharamika, nimehasirika. Yani ndoa kuna kipi zaidi ya nimekuoza fulani, nimekubali? Kuna lipi zaidi lingine? Kuna masala ya kuonyesha kama ria, Sheikh. Na wajua sasa Sheikh, harusi zetu zimejaria sasa hivi. Na ndio sababu zinabadilika haraka. Nyingi ria. Kila mtu atakufanya harusi zaidi ya mtu mwingine aliyofanya. Aonyeshe kwamba sisi ndio tuanzisha karibu harusi zote, Sheikh. Kweli. Kwa pale akwambia utapata kwamba pale kuna watu wengi na walimwengi kuliko kule. Pale jukwaa la pale lilikuwa karibu la 2,200,000. Ukienda pale bibi harusi pale amevaa veli la shilingi 88,000. Hao makadhi pesa zao hawajazipata mpaka sasa hivi. Wale utapewa. Lakini pesa za maveli na maholi na nini yote utapewa, kwa sababu wewe ni mtu ambaye tu si ni Sheikh Makidudu tu, Yuma Koroma tu. Kwa hivyo naona Sheikh kwamba masala ya wakala lazima ileweke kwamba inaruhusiwa kwa hali fulani kama tulivyoelezea, na inakatazwa kwa hali fulani kama tulivyoelezea Sheikh.